Wanajeshi wa Marekani walioko ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln wanakabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo na mazingira magumu ya maisha, huku ripoti zikieleza kwa baadhi ya wanajeshi hao wamejaribu kujirusha baharini. Meli hiyo ya kubeba ndege za kivita imekuwa kwenye operesheni kwa zaidi ya siku 250 tangu ilipoondoka kwenye kituo chake cha San Diego mwezi Novemba mwaka jana na kuelekezwa Mashariki ya Kati kusaidia operesheni za kijeshi za Marekani katika vita vinavyoendelea na Iran. Ikiwa na zaidi ya wanajeshi 5,000, meli hiyo haijafanya ziara ya kawaida katika bandari kwa zaidi ya siku 200, hali ambayo imeongeza wasiwasi kuhusu uchovu wa muda mrefu wa wanajeshi. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Marekani, familia za wanajeshi walioko ndani ya meli hiyo zimeeleza kuwa muda mrefu wa kukaa baharini, kutengwa na familia na shinikizo la operesheni za kijeshi vimeanza kuathiri afya ya akili ya baadhi ya wanajeshi. Takribani wanafamilia 200 walikutana na viongozi wa jeshi la wanamaji nchini Marekani na kueleza hofu zao kuhusu usalama wa hali ya kisaikolojia ya wapendwa wao. Katika mkutano huo, mmoja wa wanafamilia alieleza kuwa alipokea ujumbe kutoka kwa mume wake aliyekuwa ndani ya meli akisema alikuwa na matumaini kwamba hataamka siku iliyofuata, hali iliyozidisha hofu kuhusu kiwango cha msongo kinachowakabili baadhi ya wanajeshi. Malalamiko ya familia pia yamehusu mazingira ya maisha ndani ya meli hiyo. Wamesema kumekuwa na matatizo ya maji, mabomba, vyoo na maeneo ya kuogea, huku baadhi wakidai kuwepo kwa bafu zenye ukungu, vyoo vilivyoharibika na ukosefu wa maji ya moto kwa muda mrefu. Pia kumekuwa na malalamiko kuhusu chakula, huku baadhi ya familia zikisema wanajeshi wamekuwa wakipata milo isiyojitosheleza. Mbunge Mike Levin wa California amesema familia zilimweleza kuhusu hali hizo na changamoto nyingine wanazokutana nazo wakati wa operesheni ya muda mrefu. Tatizo lingine ambalo linalamikiwa ni mfumo wa mawasiliano kati ya wanajeshi na familia zao. Senator Richard Blumenthal amesema kumekuwa na usumbufu katika mfumo wa barua na vifurushi, hali ambayo imesababisha baadhi ya vifurushi vinavyotumwa na familia kuchelewa au kupotea kwa muda mrefu. Kwa wanajeshi ambao wamekuwa baharini kwa miezi mingi bila kukutana na familia zao, mawasiliano hayo ni muhimu katika kudumisha morali na afya ya akili. Wakati huo wanajeshi hao wanaendelea kufanya kazi katika mazingira ya operesheni za kijeshi, wakifanya kazi kwa zamu na kuwa tayari kukabiliana na vitisho pamoja na kutekeleza majukumu yanayohusiana na ndege za kivita na ulinzi wa meli. Kutokana na hali hiyo, Blumenthal ambaye ni mwanachama wa kamati ya huduma za kijeshi ya Senate amemtaka waziri wa ulinzi wa Marekani pamoja na viongozi wa jeshi la wanamaji kutoa majibu kuhusu hali ya wanajeshi hao. Amesema amepokea taarifa kuhusu upungufu wa mahitaji muhimu, matatizo ya maji na mabomba, kuzorota kwa afya ya akili, changamoto za usalama ndani ya meli na matatizo ya mfumo wa barua. Viongozi wa jeshi la wanamaji walikutana na familia zao huko San Diego, ambapo viongozi walikiri kuwa muda mrefu operesheni umeleta mzigo mkubwa kwa wanajeshi na familia zao. Hata hivyo, jeshi la wanamaji limekanusha kwamba limeona ongezeko la mawazo au majaribio ya kujiua ndani ya USS Abraham Lincoln. Jeshi hilo limesema ustawi wa kila wanajeshi unachukuliwa kwa uzito na kwamba wataalamu wa afya akili pamoja na viongozi wa kidini wanapatikana kuwasaidia wanajeshi wanaohitaji msaada. Pamoja na kauli hiyo, familia na baadhi ya wabunge wanataka uchunguzi zaidi kuhusu taarifa za wanajeshi kujaribu kujirusha baharini na kuhusu mazingira ya maisha ndani ya meli hiyo. Swala hilo sasa limezua mjadala mpana kuhusu gharama ya binadamu ya operesheni za muda mrefu za kijeshi. USS Abraham Lincoln ni meli muhimu katika uwezo wa kijeshi wa Marekani na imeendelea kutumika katika operesheni za Mashariki ya Kati wakati wa vita na Iran inapoendelea. Hata hivyo, familia za wanajeshi zinasema utayari wa kijeshi haupaswi kuja kwa gharama ya afya na usalama wa wale wanaotekeleza majukumu yao. Wabunge sasa
wanataka Pentagon na jeshi la wanamaji kueleza ni lini meli hiyo itapata mapumziko ya kawaida, hatua zinazochukuliwa kuboresha mazingira ya maisha na namna wanajeshi wanaokabiliana na msongo wa mawazo watakavyosaidiwa, huku familia zikiendelea kusisitiza kwamba kipaumbele ni kuhakikisha maelfu ya wanajeshi walioko ndani ya meli hiyo wanarejea nyumbani salama. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.